Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Miongoni mwa yale tuliokuwa nayo ni huko nchini Israel ambapo mahakama yazidi kumng'ang'ania Benjamin Netanyahu kutokana na kesi mbalimbali zikiwemo za ufisadi. Mahakama nchini Israel imekataa ombi la Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kuahirisha kusikilizwa kwa kesi yake dhidi ya rushwa na ufisadi baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kutaka kesi hiyo ifutiliwe mbali. Mahakama imekataa kabisa kwamba lazima kesi hiyo iendelee na lazima Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu awajibishwe. Wakili wa Netanyahu alimuomba jaji katika mahakama hiyo kuahirisha kesi hiyo kwa wiki mbili, akisema kiongozi huyo anahitaji kushughulikia masuala ya usalama baada ya siku 12 za vita kati ya Israel na Iran. Mahakama imesema ombi lililotolewa halina misingi au uhalali wa kuahirishwa kusikilizwa kesi hiyo. Siku ya Jumatano wiki hii, Donald Trump, rais wa Marekani, alielezea kesi dhidi ya Netanyahu kuwa ni ya kisiasa na kutaka ifutiliwe mbali mara moja au msamaha utolewe kwa kiongozi huyo aliyomuita shujaa. Ni kutokana na kile alichoamini kwamba Netanyahu amepambana dhidi ya Iran ndani ya siku 12 na kuhakikisha Waisraeli wako salama hadi wakati huu. Netanyahu amemshukuru Donald Trump kwa kumunga mkono katika vita vyake dhidi ya Iran vilivyositishwa mnamo Juni 24 kwa makubaliano ya kusitisha vita yaliyotangazwa na Rais wa Marekani Donald Trump. Waziri Mkuu huyo wa Israel amekanusha kuhusika na rushwa, huku wafuasi wake wakisema kesi hiyo inaendeshwa kisiasa na haina uhalali wowote. Waziri mkuu huyo mnamo mwaka uliopita aliandamwa na kesi za rushwa, huku akiahidi kupambana vikali kwa tuhuma za rushwa dhidi yake. Netanyahu alipanda kizimbani kwa mara ya kwanza mnamo Disemba 10 mwaka 2024. Amekuwa kiongozi wa kwanza wa Israel aliyeko madarakani kupandishwa kizimbani akikabiliwa na kesi za jinai. Katika ushahidi wake wa ufunguzi kwenye mahakama iliyokuwa na watu wengi huko Tel Aviv, Netanyahu alihoji kuwa yeye ni kiongozi aliyejitoa na mtetezi wa maslahi ya watu wa Israel, akiyataja mashtaka yanayomkabili kuwa ni kama tone baharini ikilinganishwa na changamoto alizopitia wakati akilinda nchi hiyo. Netanyahu mwenye umri wa miaka 76 sasa anajibu mashtaka ya udanganyifu, kuvunjwa uaminifu, kupokea rushwa katika kesi 3 tofauti zinazomkabili. Ameiambia mahakama kuwa atamudu kuhudhuria vikao vya kesi yake mahakamani na wakati huo huo kuendelea kutekeleza majukumu yake ya waziri mkuu katika wakati ambao Israel iko vitani dhidi ya Gaza na hata wakati huu wakiwa na uhasama dhidi ya Israel. Hata hivyo, alitoa ushahidi mara kadhaa kutokana na kesi yake hiyo na alishtakiwa mwaka 2019 kwa tuhuma za hongo, ulaghai na kukiuka uaminifu. Yote ambayo Netanyahu ameyakanusha. Kesi yake ilianza mwaka 2020 na inahusisha kesi 3 za jinai. Amekanusha mashtaka na amekana kuwa na hatia. Katika kesi nambari 1000, waendesha mashtaka wanadai Netanyahu alitoa upendeleo wa wakandarasi yenye thamani ya kama dola milioni 500 kwa kampuni ya mawasiliano ya Israel Telecom Israel, wakisema yeye na mkewe Sara walisaka kupewa nafasi ya upendeleo wa kuandikwa vizuri katika tovuti za habari.